Naam, kazi yangu ni moja tu, kukupa habari mbalimbali ambazo zimekuwa zikijiri nasi tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Ni kuombe kama bado hujaungana nasi, kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa muhimu ambazo zinajiri nasi tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Yes, katika segment hii ya kimichezo nayo mengi, lakini kubwa ni kuhusiana na taarifa mpya kutoka kwa daktari wa timu ya klabu ya soka ya Yanga, ambapo ametujuza kile ambacho kinaendelea kwa upande wa mchezaji nguli wa klabu hiyo Pacome Zouzoua, ambaye alipata majeraha makubwa katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania, mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League kwa msimu wa ligi kuu wa 2025-2026, ambapo tulishuhudia mchezaji huyo akitolewa nje akiwa na maumivu makali sana baada ya kugusana ama kuchezeana faulo na mchezaji wa JKT Tanzania. Sasa wengi walikuwa wakimpa pole. Tuliona pia hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alienda kumuona alipolazwa hospitalini, na wengi wakiwa wanaulizia hadi hivi sasa hali ya Pacome ipoje. Sasa kupitia ukurasa wa daktari wa timu ya Yanga leo hii aliweza kuposti taarifa baadhi ya wachezaji wa klabu ya Yanga kutokana na hali zao za kiafya zinaendeleaje kuelekea katika pre-season ya msimu mpya wa 2026-2027 wa ligi kuu Tanzania Bara. Miongoni mwa wachezaji hao ni pamoja na mchezaji Pacome Zouzoua Profesa wa Bori. Sasa daktari wa Yanga ameelezea kwamba Pacome bado anauguza majeraha yake na aliweza kusafirishwa kuelekea nchini Afrika ya Kusini ili kupata matibabu zaidi ambayo yataunganisha ama pia yatahusisha operation ya mguu ili kuunga mifupa ambayo ilivunjika kutokana na accident ile ambayo aliipata uwanjani. Sasa amesema kwamba operation hiyo atayofanya ni operation kubwa ambayo itaweza kumchukua kuanzia miezi 6 hadi 12 kukaa nje ya uwanja. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hiyo ni wazi kwamba Pacome Zouzoua anakwenda kuikosa klabu hiyo ama kutumikia klabu yake ya Yanga kwa msimu ujao kwa sababu ya majeraha hayo ambayo ni makubwa sana, kwa sababu kukaa nje miezi 6 au miezi 12 maana yake ni kutocheza msimu mzima wa ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League kwa msimu huo ambao tunasubiria kuanza rasmi. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa hiyo ni wazi kwamba Pacome Zouzoua hatakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kwa msimu ujao kutokana na kufanyiwa operation kubwa ambayo itamgharimu muda mrefu sana kwa ajili ya kuuguza majeraha, lakini pia itamgharimu muda mrefu kwa ajili ya kurejea sasa kuanza mazoezi madogo madogo, alafu kuja kuanza mazoezi makubwa kwa ajili ya kuungana na kikosi cha Yanga. Kwa hiyo wale walikuwa wanaulizia hali ya Pacome Zouzoua inaendeleaje, ni kwamba ameshaenda Afrika Kusini kwa ajili ya operation kubwa, lakini pia kwa mujibu wa daktari kwamba afya yake iko imara tu, zaidi ni yale maumivu ya pale katika eneo ambalo amepata accident, lakini pia kesho ama kesho kutwa atafanyiwa operation hiyo kwa ajili ya kuunga mfupa ambao umevunjika kutokana na accident ile aliyokuwa amepata, na baada ya hapo sasa atakuwa na kitendawili cha kuweza kuuguza majeraha hayo kwa muda ambao atatoa taarifa tena kama ni miezi 6 ama miezi 12, lakini uwezekano wa kurejea katika kikosi cha Yanga kwa haraka umekuwa ni mdogo sana kwa Stephen Pacome Zouzoua. So tusubiri kwa hamu kuona ni lini Pacome Zouzoua atarejea katika kikosi cha Yanga. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Tafadhali tuandike kwenye comment section, lakini usahau kubonyeza neno subscribe, kulike na kushare ili uwe sehemu ya familia ya Mapro Updates. Hadi wakati mwingine, kwa sasa na kuaga bye bye. Tukutane next video. Asante na kwaheri.